Halo, karibu katika mada yetu mpya ambayo ni mada ya sehemu, na eneo letu la kwanza tutajifunza kuhusiana na dhana ya sehemu. Kama ndo unafungua sasa na kwa mara ya kwanza unaona video hii, basi nikuombe subscribe katika channel yetu kwa ajili ya kuendelea kupata video nyingine nyingi zaidi. Lakini pia kuna video nyingi hapo unaweza kuzipitia, zipo ambazo tayari zimepakiwa. Ila kama video unayotafuta haipo, unaweza ukatuandikia pia kwenye comment ili tuweze kufanya utaratibu wa kuiweka video yote inaenda na mambo ya kiteknolojia na masomo kama vile kuhusiana na computer, network na nini, bila kujali level na lugha. Kuwezekana form 1 au shule ya msingi au form 4, tuna uwezo wa kuiandaa na kuiweka hapo. Asante sana. Tuende kwenye sehemu yetu ya dhana ya sehemu. Halo, karibu katika sehemu yetu ya 4 na ya mwisho kwenye sehemu. Katika kipengele hiki tutajifunza namna ya kugawanya sehemu. Tuangalie mfano wa kwanza. Tumepewa 2, 1 juu ya 2 kugawa kwa 4, 2 juu ya 3. Kugawanya sehemu zinafanana na kuzidisha sehemu. Kuna sehemu moja tu au kipengele kimoja ndio kinaongezeka. Kwa hiyo hatua tulizozifanya kwenye kuzidisha sehemu zote tutazifanya hapa. Tukumbuke kule, na kama ulikuwa hujapitia kwenye kuzidisha sehemu, hakikisha unapita kule kabla ya kufika hapa. Hatua ya kwanza tutachukua na asili mara namba mzima kujumlisha kiasi. Kwa hiyo kwa upande wetu wa kwanza sehemu itakuwa ni 2 mara 2 ni 4 kujumlisha 1 inakuwa ni 5 juu ya 2 kugawanya 3 mara 4 ni 12 kujumlisha 2 inakuwa ni 14 juu ya 3. Tukishafika kwenye hatua hapo hiyo ndo kugawanya sehemu ambapo inakuwa na utofauti na kuzidisha. Ukifika kwenye hatua hiyo umeweka namba zako zote kwenye hatua hiyo, kugawanya sehemu inabadilika inakuwa kuzidisha, kwa maana ya tutabadilisha tendo, itakuwa ni sawa na 5 juu ya 2. Baada ya kugawanya tutaandika kuzidisha. Kwa hiyo ile hesabu ya kugawanya baada ya kugawanya inabadilika kuwa kuzidisha. Ukishabadili kuwa kuzidisha, upande ule wa pili wa sehemu ambao ni 14 juu ya 3, ile 3 itakwenda juu, ile 14 itakuja chini. Maana yake inatakiwa ionekane 3 juu ya 14. Ukibadilisha tendo kutoka kwenye kugawanya kuja kuzidisha, ule upande wako wa pili wa sehemu, namba ya chini unaiweka juu na namba ya juu unaiweka chini. Kwa hiyo hapa tutachukua 3 tutaipeleka juu, kwa hiyo itakuwa ni 3 juu ya 14 itakuja chini juu ya 14. Kwa hiyo baada ya kufika hapo, maana yake hesabu yetu tutaendelea na kanuni zingine kama tulivyokuwa tunafanya hesabu ya kuzidisha ya kawaida. Tutaangalia kama kuna sehemu tuna uwezo wa kurahisisha kati ya hapa na hapa, hapa na hapa, au hapa na hapa, au hapa na hapa. Kama hamna, tutazidisha namba ya juu kwa juu na ya chini kwa chini. Kwa hiyo kwa hapo tutazidisha namba ya juu kwa juu, lakini pia ya chini kwa chini. Kwa hiyo itakuwa sawa na 5 mara 3 ni 15. Tutaandika hapo 15 juu ya 2 mara 4 ni 28. Kwa hiyo itakuwa 28. Na kwa bahati nzuri au bahati mbaya kuna orodha inayogawa kwenye 15 na 28. Kama ipo unarahisisha, ila kama haipo basi unaacha hesabu yako kama ilivyo. Kwa hiyo kwenye mfano wetu wa kwanza jibu letu ni 15 juu ya 28. Asante sana. Tuendelee na mfano wa pili. Mfano wa pili tumepewa 5 juu ya 3, 3 juu ya 4 kugawa kwa 1, 2 juu ya 3. Kabla tujaendelea ni kuombe kama hujasubscribe katika channel yetu, basi subscribe ili kupata taarifa na maarifa mengine mengi zaidi kuhusiana na hisabati na mambo mengine yanayoendelea katika channel yetu. Kwenye kipengele hicho, maana yake tutachukua upande wa kwanza sehemu, tutaanza na asili mara namba mzima kujumlisha kiasi kama tulivyofanya kule nyuma. 4 mara 5 ni 20. Kwa tutaandika 20 tutajumlisha na 3 inakuwa ni 23. Kwa tutaandika 23 juu ya 4 kugawanya 3 mara 1 ni 3, tukijumlisha 2 itakuwa ni 5 juu ya 3. Kwa hiyo tuna 23 juu ya 4 kugawanya kwa 5 juu ya 3. Tukumbuke hatua inayofuata ni ya kubadilisha tendo. Kwa hiyo itakuwa sawa na 23 juu ya 4. Baada ya kugawanya sasa tendo letu itabadilika, itakuwa kuzidisha. Kwa hiyo itakuwa ni kuzidisha. Na tukiweka kuzidisha au mara, maana yake namba yetu ya chini itaenda juu na namba ya juu itakuja chini. Kwa hiyo 3 inatakiwa tuandike juu, iwe 3 juu ya ile 5 ije chini iwe 5. Kwa hiyo itakuwa mara 3 juu ya 5. Baada ya hapo utaangalia namba zako kama zinaweza kurahisishika. Mfano hapa na hapa, hapa na hapa,
hapa na hapa au hapa na hapo. Ukiangalia hapo kwa haraka haraka unaona hakuna sehemu ambapo unaweza kurahisisha. Kwa hiyo kwa mantikio tutazidisha namba za juu kwa namba za juu na namba za chini kwa namba za chini. Kwa hiyo 23 mara 3 utapata sawa na 69 juu ya 4 mara 5 utapata ni 20. Kwa hiyo una vitu 69, umeambiwa upange mafungu ya vitu 20. Maana yake utapata mafungu matatu, vitakuwa vimetumika vitu 60, vitabakia vitu 9 kati ya vitu 20 vinavyohitajika kwenye fungu. Fasili yake kwamba itakuwa jibu letu ni 3, 9 juu ya 20. Asante sana. Tuendelee kwenye mfano unaofuata. Mfano wa 3 tumepewa 6, 3 juu ya 5 mara 2, 2 juu ya 3. Hatua za mwanzo zote zinafanana. Nadhani sasa hizi unaweza ukaona. Kwa tutachukua 5 mara 6 tutapata 30, tutajumlisha 3. 5 tunayoichukua maana yake ni 5 mara 6, jibu tunalolipata tunajumlisha na 3 pale juu. Kwa 5 mara 6 30, ukijumlisha 3 ni 33 juu ya 5. Kugawanya 3 mara 2 ni 6, tukijumlisha 2 na kuwa 8 juu ya 3. Tukishapata hivyo tutakuwa sawa. Hatua inayofuata ni ya kubadilisha tendo. Kwa hiyo itakuwa 33 juu ya 5. Baada ya kugawanya itakuwa ni kuzidisha. Kwa hiyo kuzidisha au mara hii kwenye upande wetu wa pili ambapo ni 8 juu ya 3, tutabadilisha zile namba. Ile ya chini itaenda juu na ile ya juu itaenda chini. Kwa hiyo itakuwa ni 3 juu ya 8, kwa maana ile 8 itakuja chini. Baada hapo utaangalia kama kuna namba zinagawanyika. Tafadhali hautakiwi kugawanya hapa na hapo. Sio ukasema 3 na 33 nagawika kwa tebo ya 11. Tunagawanya chini na juu, aidha kwa upande huo huo au upande tofauti. Ila lazima iwe namba ya chini na namba ya juu. Kwa hiyo kwa kuwa hakuna zinazogawanyika namba za chini na juu au kulingana na hesabu yetu, maana yake tutachukua namba ya juu mara namba ya juu na namba ya chini mara namba ya chini. Kwa hiyo 33 mara 3 tutapata sawa na 99. Kwa hiyo tutaandika hapo 99 juu ya 5 mara 8 tutapata sawa na 40. Kwa hiyo tutaandika hapo 40. Fasiri yake ni kwamba tumepewa vitu 99, tuvipange kwenye mafungu ya vitu 40. Maana yake kila fungu moja liwe na vitu 40. Utapata mafungu mawili ambapo vitakuwa vimetumika vitu 80. Vitabakia vitu 19 kati ya vitu 40 vinavyotakiwa kwenye fungu. Kwa hiyo utakuwa na 2, 19 juu ya 40. Asante sana. Nikuombe kuendelea kuangalia video zingine nyingi zaidi kwa ajili ya kuweza kupata maarifa mengi. Asante. Hello, tunaendelea na mfano wetu wa 4, na katika mfano wetu wa 4 tumepewa 6 kugawanya kwa 2 juu ya 3. Ikitokea umepewa sehemu ya namna kama hii ambapo upande mmoja umepewa tu namba mzima, upande mwingine umepewa mchanganyiko, ile namba ambayo iko peke yake watakiwa kuiweka juu ya 1. Kwa hiyo hapa itakuwa sawa na 6 juu ya 1 kugawanya kwa huku. Tutaendelea sasa na utaratibu wa kawaida. Tutachukua 3 mara 2 tutapata 6, 6 kujumlisha 2 tutapata 8. Kwa hiyo ni 8 juu ya 3. Baada ya hapo tutasema ni sawa. Hatua inayofuata ni kubadilisha tendo. Kwa hiyo ukishaweka hesabu yako katika muundo, hatua inayofuata ni lazima ubadilishe tendo, utoe kwenye kugawanya kupeleka kwenye kuzidisha. Kwa hiyo itakuwa sawa na 6 juu ya 1 mara. Ukiweka kuzidisha maana yake namba yako ya chini kwenye upande wako wa pili itaenda juu na namba yako ya juu itakuja chini. Kwa hiyo 3 itaenda kwenye sehemu ya 8 na 8 itakuja kwenye sehemu ya 3. Kwa hiyo itakuwa sawa na 3 juu ya ile 8 itakuja chini juu ya 3 juu ya 8. Kwa hiyo 3 juu ya 8. Kwa hiyo baada ya hapo tutasema sasa ni sawa na, tutarahisisha na zile sehemu ambazo tunatakiwa kurahisisha. Kwa 2 3 kwa 2 4. Kwa hiyo namba za juu kama tuwezi kurahisisha tena kwa namba za chini, maana yake tutazidisha za juu kwa za juu na za chini kwa za chini. Ni kurudisha nyuma kidogo. Ukishapewa namba mzima ambayo iko peke yake unatakiwa kuiweka juu ya 1. Lakini pia ukiweka sehemu yako kwenye hatua hii iliyofikia hapa, kisha hatua inayofuata unabadilisha tendo, na ukibadilisha tendo namba ya juu inaenda, ya chini inaenda juu na ya juu inakuja chini. Kwa hiyo hapo kwa sasa itakuwa namba za juu kwa juu
na namba za chini mara namba za chini. Kwa hiyo itakuwa ni 3 mara 3, kwa maana ya 3 hii hapa mara 3 utapata sawa na 9. 1 mara 4 utapata sawa na 4. Kwa hiyo itakuwa ni 9 juu ya 4. Kwa fasili ya kawaida umepewa vitu 9, uvipange kwenye mafungu ambapo kila fungu moja liwe na vitu 4. Utapata mafungu mawili, utabakiwa na kitu kimoja kati ya vitu 4 vinavyohitajika. Kwa hiyo jibu letu itakuwa ni 2 1 juu ya 4. Huo ndio ulikuwa mfano wetu wa mwisho katika sehemu ya kugawanya. Rudia kadri uwezavyo, naamini Mungu atakupa wepesi na utaelewa. Kama kuna sehemu na changamoto, jitahidi kurudia mara kwa mara, itakusaidia kuelewa vitu vingi zaidi. Asante. Karibu katika zoezi la kugawanya. Fanya maswali hayo na utakuta masahisho yake hapo chini. Kwa hiyo hakikisha unafanya zoezi kabla ya kuangalia masahisho. Asante sana.